Ayatola Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Sabrisoni Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Salama? Usalama unatoka wapi bwana? Bei juu, mafuta yako juu, gharama ziko juu. Yote hii tunaambiwa ni Irani na Marekani. Ndio. Tungetamani kujua kinachoendelea hapo kati ya Marekani na Irani. Maana vita ambavyo Marekani alikuwa amekusudia viishe masaa 48, Mwirani kabadilisha kozi, sasa imekuwa ni miezi 6 inaenda, na huku tunaendelea kuambiwa kuwa hasara anayopata Marekani, yani matumizi, silaha anavyotumia ni tofauti na uzalishaji. Hii taarifa zinasema ni tofauti kwa Irani. Irani anazalisha zaidi kuliko anavyotumia, tofauti na Marekani matumizi ni makubwa kuliko uzalishaji. Sasa tungetamani kujua nini kinachoendelea huko sasa hivi. Ni kweli mwalimu anavyozungumza kwamba kuna kauli imetolewa na moja ya kiongozi upande wa Irani ya kwamba Irani wanazalisha makombora mengi zaidi kuliko yale ambayo wanayatumia. Na moja ya sifa kubwa ukitaka kuja kuwa bora zaidi katika ulimwengu wa vita ni kwamba lazima uwe na teknolojia bora ya kivita. Kwa sababu bila kuwa hivyo utapigwa kama mtoto mdogo au kama mtoto mchanga. Lakini ni moja pia taarifa ambayo umeisema kwamba wanazalisha zaidi. Na hii pia changamoto hii ilikuja ikaikumba Urusi baada ya Ukraine kuwa wanazalisha drones nyingi zaidi kuliko Urusi. Na ndio maana Urusi naye pia ikabidi sasa jiingize kwenye uzalishaji wa drones nyepesi na bei nafuu, kwa sababu Ukraine alikuwa anashamzidi Urusi. Na utakumbuka kwamba Ukraine akaenda mbali zaidi, akawa anazalisha zile drones ambazo zina uwezo wa kutoka Ukraine pale Kivu moja kwa moja mpaka Petersburg, umbali wa kilomita nyingi sana, mpaka Moscow, mpaka maeneo mengine. Kwa hiyo vita ni teknolojia pia wakati mwingine. Kwa hiyo ni moja pia changamoto kubwa ambayo inamsumbua Marekani dhidi ya Irani. Irani wamekuwa wakizalisha madude kwa madude, ni viwanda vyao vipo vya kutosha nchi nzima. Katika maeneo karibia 200 ndani ya Irani kuna viwanda vya silaha. Lakini mwalimu, nisiende mbali sana kabla sijaenda huko, nizungumze pia moja ya mabadiliko makubwa ambayo ameyafanya Mujtaba Khamenei, ambaye hajaonekana hadharani tangu achukue mamlaka hiyo. Amechukua mabadiliko makubwa, haikuwa kwamba bado yupo hai na anaishi, tofauti na kauli ambazo aliwahi kuzungumza Trump aliyedai ya kwamba 90% ya Mujtaba huenda kama amefanyaje, huenda kama amekufa ama yupo hai. Lakini pia vile vile Ali Abdallah amechaguliwa kama mkuu wa majeshi wa taifa hilo, Ahmed Vahidi kama kamanda mkuu wa RGC, Ali Azmai kama kamanda mkuu wa jeshi la wanamaji wa RGC. Mtu anayeendesha Irani hajawahi kuonekana hadharani, yani Mujtaba anaendesha Irani lakini hajawahi kuonekana basi hadharani. Lakini pia alipanga upya muundo mzima wa amri ya jeshi ya nchi anaendesha yeye, huku akiwa haonekani hadharani. Sasa tunajua anaogopa kufa au anawindwa au imekuwaje. Taasisi ya uchunguzi wa vita ilithibitisha pia kuwa alimwagiza mkuu mpya wa majeshi kukamilisha mchakato wa kuunganisha mkuu wa majeshi wanamaji makao makuu ya Libya, kamandi ya umoja wa Irani wakati wa vita. Hili jambo la pili, Mwakilembe, Trump alisema tunadhibiti pesa zao. Trump alisema katika kipindi hiki kwamba pesa ya Irani wanaidhibiti wao wa Marekani. Kwamba pesa ya Irani ni kweli imeendelea kupoteza thamani duniani, lakini huenda kaa haina thamani duniani lakini ina thamani kwao. Ndio. Wakati mwingine pia Marekani amekuwa akitumia njia ya vikwazo kama ni moja ya njia kuwashinikiza maadui zake ili aweze kupata kile ambacho anakitaka yeye. Kwa hiyo Trump alisema kwamba wanadhibiti hazina ya pesa ya Irani. Ni moja ya kitu ambacho anajivunia Trump, kwamba tunadhibiti benki zao, tunadhibiti pesa zao. Alizungumza Trump. Wakati huo alisema Amerika bado inaweza kuwapiga sana na kudai kwamba bila vita hivi Irani inaweza kuwa tayari kuwa na silaha ya nyuklia ifikapo Agosti mwaka 2026. Manake mpaka mwaka huu mwezi wa 8 safari hii basi Irani ingekuwa tayari na miliki silaha za nyuklia
isingekuwa juhudi za Trump kwa kudhibiti Irani. Moja ya mambo ambayo amezungumza bwenyenye Donald Trump, ambaye juzi hapa siku tatu nyuma chupi aliponea basi kuua chupi aliponea kuuawa. Vikosi vya Marekani vilizima meli 3 iliyojaribu kuvunja blockade. Umezungumza la blockade. Irani anasema yeye ndo anayemiliki na kudhibiti mlango wa Hormuz, mlango ambao ndio unaoamua hatima ya dunia mpaka sasa, mlango ambao unaambiwa karibia 30% basi ya mafuta duniani inapita pale, na karibia 20% ya gesi inapita pale, na pia ndio shortcut ya Ulaya, Asia, Afrika, mlango ambao unasumbua mpaka vinavyozungumza. Umeandika watembe kwamba hali ya mafuta ni mbaya sana, lakini naambiwa Marekani hali ya mafuta ni mbaya zaidi nchini Marekani kuliko huenda sehemu nyingine yote duniani. Kwa mfano unaambiwa lita moja kule ni sana 12,000 mpaka 16,000 kwa pesa za Kitanzania. Lita moja ni $5 mpaka $6 kwa nchini Marekani katika baadhi ya maeneo. Kwa hiyo mwalimu, hali ya mafuta bora nyinyi huko Tanzania mnanunua lita moja kwa shilingi 3,000 na 4,000 ni bora zaidi. Marekani hali ni mbaya zaidi. Lakini vikosi vya Marekani unaambiwa wamezungumza kitengo cha jeshi la Marekani CENTCOM imethibitisha kuwa vikosi vya Marekani vilizima meli za MV Velanova, meli ya mizigo iliyokuwa ikijaribu kuvuka Ghuba ya Oman kinyume na vikwazo vya Marekani kwenye bandari ya Irani. Maana ni kwamba ile blockage ambayo alikuwa ameweka mara ya kwanza Marekani amerudisha tena. Irani amefunga, Marekani amefunga. Umefungwa kote. Hamna anayeingia, hamna anayetoka. Hapaliki wala pakuliki. Na wale ambao ipo kwa mlango huo mwalimu wa Hormuz. Tangu kizuizi kilipowekwa tena mnamo Julai 13, vikosi vya Marekani vimeelekeza meli 55 za kibiashara kule. Yaani meli 55 zimezuiliwa manake. Mashariki ya kati hapo kwa mlango wa Hormuz. Hili mwalimu, jambo lingine, Irani imepoteza mita za ujazo milioni 230 za gesi, uwezo wa kuzalisha kutokana na vita vya katikati ambayo imechukua siku 160 mpaka vinavyozungumza. Uzalishaji wa gesi nchini Irani umepungua kwa 10%, lakini wao hawajali hilo, watazalisha tu kwa siku nyingine. Cha msingi wao walinde kile ambacho ni cha kwao. Mambo si uzalishaji umepungua, wao hawajali hilo. Kwa hiyo mwalimu, lakini pia vile vile Iraki watoa mwisho kwa Marekani. Kwa mujibu naambiwa mwalimu, tunafahamu kwamba jeshi la Marekani liko pale Iraki kwa majeshi Iraki wamesema jeshi linatakiwa liondoke. Wajeshi watakiwa waondoke ndani ya Iraki. Hatujui ni kwa nini mpaka hivi ninavyozungumza. Lakini mwalimu, nikusogezea mengine, Uturuki na Saudi Arabia wameendelea kuimarisha muungano wao wa kijeshi. Ule muungano wa mataifa matatu, yuko Uturuki pale, yupo pale pia nani huyo yuko Pakistan, yuko Saudi Arabia, wameendelea kuimarisha muunganiko huo kijeshi. Na tunajua muunganiko huo ni dhidi ya Irani au ni dhidi ya Marekani, tunajua bado. Lakini waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kuwa kwa sasa Uingereza inaweza kutambulika kama Jamhuri ya Kiislamu ya Uingereza, ya kwamba kuna mtu aliwahi kusema kuwa Uingereza ni nchi ya kwanza ya Kiislamu yenye silaha za nyuklia duniani. Hii kauli mkembe umeelewaje? Ni kwa sababu Waislamu Uingereza ni wengi sana, na hii ni kutokana na sera zao za uhamiaji wa miaka ya nyuma. Waislamu Uingereza ni wengi sana kuliko kawaida, na juzi hapa wameandamana Waislamu nchini Uingereza. Sio kwa wanaandamana au walikuwa wanafanya ibada. Walikuwa wametokea juzi hapa ndani ya Uingereza wameandamana Waislamu, lakini vile mashoga pia waliandamana wakati huo. Lakini inaonyesha wazi kwamba Uingereza ndio taifa pekee Ulaya lenye Waislamu wengi. Netanyahu ametoa kama kashfa, kama dharau fulani hivi, ya kwamba waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kuwa kwa sasa Uingereza inaweza kutambulika kama taifa la Jamhuri ya Waislamu ya kwanza inayomiliki nuclear. Mwalimu, niendelee kukupa dodoso chache ya kile ambacho kinaendelea huko ulimwenguni, ili watu wetu wapenzi wasikilizaji na watazamaji wapate kujua kinachoendelea. Waziri mkuu wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameitaka Ufaransa kuwa waache unafiki wao, kwamba Ufaransa ni wanafiki wa kutupwa. Matamko kutoka kwa waziri mkuu wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameitaka Ufaransa iache unafiki unaodhaniwa kuhusu haki za binadamu za sheria za kimataifa, akisema Ufaransa inapaswa kuacha kutoa mihadhara ya dunia. Matamshi yake yanaangazia mivutano inayoendelea
kuzunguka mazungumzo ya haki za binadamu duniani, wakati wao ni wanafiki wakubwa. Amezungumza Alagachi. Lakini pia vile vile mwalimu, wanajeshi kadhaa wa majini waliopo ndani ya meli ya kubeba ndege za Marekani Abraham Lincoln wameripotiwa kujaribu kujirusha baharini. Taarifa hii mwalimu umeisikia? Nimeisikia. Na wanalalamika pia vyakula, hawapati vyakula kwa wakati, wanakula nyama zimekaa kwenye friji muda mrefu, wakati mwingine zina harufu ya uozo. Kwa hiyo ndio, tuendelee. Taarifa wanajeshi wa kadhaa wa majini waliopo ndani ya meli ya kubeba ndege za kivita Abraham Lincoln wameripotiwa kujaribu kujirusha baharini, huku kukiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya afya ya akili na uchovu wanajeshi kutokana na muda mrefu wa operation dhidi ya Irani. Wamekaa baharini muda mrefu bila kuona wake zao, lakini mavyakula mabiskuti, awali vyakula ambavyo vinaeleweka. Meli hiyo imekuwa baharini kwa zaidi ya miezi 8 ikiwa imetumia takriban siku 250 mfululizo bila kufika nchi kavu, hali ambayo inaongeza msongo wa mawazo kwa takriban wanajeshi 5,000 waliopo ndani yake. Familia za wanajeshi hao zimeeleza wasiwasi kuhusu uchovu mkubwa, mazingira magumu ya maisha, upungufu wa baadhi ya mahitaji na kutokuwepo kwa uhakika kuhusu lini meli hiyo itarejea nyumbani. Jeshi la Marekani limesema linaendelea kutoa huduma za ushauri na saa na makasisi na wataalamu wa afya wa akili kuweza kuwanusuru wanajeshi ambao wengi wametishia kujitupa ama kujitosa baharini kwa sababu ya msongo wa mawazo na hali ngumu ya kivita ambayo imeendelea Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ni moja ya tukio kubwa Mkelema. Lakini pia unafahamu kwamba helikopta ya jeshi la Marekani aina ya AH-64E Apache ambayo ilikuwa ikitokea katika kituo cha kijeshi cha Fort Hood ilianguka karibu na Salina, Texas na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Mkelema, naambiwa tangu vita vianze kati ya Marekani na Irani wamefanikiwa kuangusha zile MQ Reapers, ndege za upelelezi. Unasema Mkelema zile? Ndio. Karibia 35 mpaka 40 Irani imefanikiwa kuziangusha. Ni moja ya rekodi chafu sana na ngumu sana ambazo Irani ameziweka dhidi ya taifa kubwa kiuchumi na kijeshi duniani. Ndege zake karibia 35 mpaka 40 za kiupelelezi za kivita zimeangushwa na jeshi la Irani. Kama itoshi mwalimu, baada ya idara ya kijasusi ya Marekani kupata taarifa mpango wa mauaji dhidi ya Trump akiwa kwenye uwanja wa ndege wa Ankara nchini Uturuki mwezi uliopita, maofisa wa usalama waliamua kufanya siri juu ya tahadhari hiyo kwa kutotoa tahadhari hiyo kwa viongozi na watu wengine waliokuwa kwenye msafara wa Trump. Kwa kuwa taarifa za kijasusi walizopata zilisema kuwa Irani ilipanga kuishambulia ndege ya rais ya Trump ya Force One, timu ya maafisa wa usalama ilimuondoa Trump pekee, huku maafisa wengine pamoja na waandishi wa habari wakiachwa ndani ya ndege hiyo ili kuizuga Irani endapo ingefanya mashambulizi. Unaambiwa mwalimu, maafisa mbalimbali, waandishi wa habari na wahudumu mbalimbali wa ndege ile ya Air Force One walitelekezwa wasijue wapi pa kwenda. Wao waliangalia cha msingi Trump atoke salama salimini. Ishabesi Mkelembe, kwako na la kuongeza hapo au niendelee kidogo? Endelea. Tuendelee kidogo mwalimu hapa. Yeah. Breaking news, habari zilizotufikia hivi punde kutoka mjini Washington nchini Marekani, nasema kuwa msemaji wa ikulu ya White House Carolina Levitt, amejiuzulu kwa nafasi hiyo. Amejiuzulu kwa nini? Ngoja tuangalie hapa. Habari zilizotufikia hivi punde kutoka mjini Washington nchini Marekani zinasema kwa msemaji wa ikulu ya White House Carolina Levitt anatarajiwa kuondoka rasmi kwa nafasi hiyo mwishoni mwa mwezi huu wa Agosti. Hatua hiyo imetangazwa na rais wa Marekani Donald Trump kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth. Rais Trump ameeleza kuwa Levitt mwenye umri wa miaka 28 amechukua uamuzi huo wa kiuchungu lakini wa lazima ili kupata muda zaidi wa kushirikiana na familia yake na kulea watoto wake wawili wadogo, ikiwa ni wiki chache tu tangu aliporejea likizo ya uzazi. Unaambiwa amechoka mwanamama huyu, kila siku anatoa habari hii, kesho katoa habari hii. Yaani msemaji wa ikulu ya watu wote mpaka mwenyewe amechoka. Ameona amechoka. Kila siku matamko. Kwa mwalimu amejiuzulu mwanamama huyo. Unamfahamu dada Mkelebe? Namfahamu Levitt. Nafahamu. Na mara nyingi sana amekuwa akijitetea, waandishi wanambana na maswali
lakini unaona kabisa anaongea ila si moyo wake, yani yamelishwa taarifa. Maswali ni mengi kuliko majibu. Kisha basi Mwakilembe, nakumbuka Israeli ilionywa na Irani kwamba isiendelee kuishambulia Lebanon, na kama Israeli itaendelea kuishambulia Lebanon basi huenda wakakutana nacho, ama huenda basi Irani wakachukua maamuzi magumu ya kuishambulia Israeli. Taarifa kwa vyombo vya habari karibuni vinafuatilia kwa karibu hali ya kuzingirwa kwa makumi ya wapiganaji wa Hezbollah. Taarifa nakupa Mwakilembe, makumi ya wapiganaji wa Hezbollah wamezingirwa Mwakilembe huko nchini Lebanon. Makumi ya wapiganaji wa Hezbollah wamezingirwa. Wapiganaji wao wanaripotiwa kuwa wamezungukwa na majeshi ya Israeli, huku wakiwa ndani ya maandaki waliochimba katika milima ili kuratibu mapambano dhidi ya Israeli. Miongoni mwao wapo maafisa wa jeshi kutoka Irani, kuwepo kwa maafisa wa ngazi za juu wa jeshi la wanamgambo wa mapinduzi wa Kiislamu wa RGC. Katika milima hiyo chini ya ardhi kunatia wasiwasi mkubwa kwa Irani, kwani Irani haiwezi kustahimili kuwaona wakifichuliwa au kukamatwa wakiwa hai. Jeshi la Israeli linazidi kuimarisha kwa kiasi kikubwa ulinzi wa mzingiro huo dhidi ya takriban wapiganaji 40 wa Hezbollah, wanachama wa RGC ya Irani walionaswa tena mtandao wa vichuguu vya kistratejia vilivyopo ndani ya safu ya milima ya Al-Taheri. Jeshi la ulinzi wa Israeli IDF limekataa huduma zote za maji kuelekea kwenye ngome hiyo ya chini ardhi, na jitihada za Hezbollah za kufikisha maji, chakula na vifaa kwa siri wanamgambo wao waliozingirwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani basi zimeshindikana. Mwalimu, taarifa mbaya sana hiyo, taarifa mbaya sana kwamba wanajeshi wa RGC wanaoisaidia Hezbollah ni moja ya wanajeshi ambao wapo katika mzingiro, wamezingirwa. Isa Benson Mwakilembe. Kwa hiyo mwalimu, blockage hiyo ambayo inaendelea huko Irani wamefunga ule mlango. Ndio. Marekani pia wamefunga ule mlango. Kwa Irani hawezi kutoka, Marekani hawezi kuingia. Na tafsiri yake ni kwamba basi huenda vikaibuka vita vikubwa tena. Siku sio nyingi. Huenda vikaibuka vita vikubwa tena siku sio nyingi. Ni sasa Mwakilembe, hao ni machache katika mengi ambayo basi yanaendelea huko ulimwenguni. Mimi ni kushukuru mwalimu neno la Mungu, lakini tumuombee sana Mwatemi aendelee kutufundishia adabu Marekani na washirika wake. Mwalimu yangu mimi ni hayo Mwakilembe. Nakushukuru sana. Asante sana.